mapadre wake katika huduma ya neno, ya altare na ya upendo, nao wakijifanya watumishi wa wote. Kama wahudumu wa altare, wataihubiri Injili, wataiandaa sadaka na kuwagawia waamini mwili na damu ya Kristo. Aidha, kama watakavyoamriwa na askofu, itawapasa kuwashauri na kuwafundisha mafundisho matakatifu waamini na wasioamini, kuongoza sala, kutoa ubatizo, kusimamia na kubariki ndoa, kuwapelekea walioko ukubwani komunyo pamba, kuongoza ibada ya mazishi, wakiwepo wapo wa kuwekewa mikono kadiri ya mapokeo yaliyotoka kwa mitume. Mashemasi wanaunganishwa kwa undani zaidi na altare, na hivyo watatekeleza huduma ya upendo kwa jina la askofu au paroko, nao wayatende yote kwa msaada wa Mungu, hivi kwamba wote wawatambue kuwa ni wafuasi halisi wa Kristo, ambaye hakuja kwa kutumikiwa bali kwa kutumikia. Nanyi wana wapendwa sana, mnaopewa daraja ya ushemasi, Bwana amewapa kielelezo, ili alivyofanya yeye, hata ninyi mfanye vile. Basi kisha kuwa mashemasi, yaani watumishi wa Yesu Kristo, ambaye alionekana kati ya wanafunzi kama mtumishi, yatimizeni mapenzi ya Mungu kwa moyo wote, katika upendo watumikieni watu kwa furaha, kama mnavyomtumikia Bwana. Maadamu hakuna awezaye kuwatumikia mabwana wawili, fahamuni kwamba kila uchafu au uchoyo ni kuabudu Mungu. Nani mkipokea kwa hiari daraja ya ushemasi, kama wale walioteuliwa hapo kale na mitume kwa ajili ya huduma ya upendo, napaswa kuwa watu mnaoshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na Roho Mtakatifu na hekima. Ninyi mtaitekeleza huduma yenu katika hali ya useja, nayo itakuwa ishara na kichocheo cha upendo wa mchungaji na chemchemi yenye kuzaa matunda mengi ya kiroho hapa duniani. Maana mkiongozwa na upendo mnyofu kwa ajili ya Kristo na kuishi kwa moyo wa ibada ulio safi katika hali hii, mtaambatana kwa urahisi zaidi na Kristo kwa moyo usiogawanyika, kwa kumtumikia Mungu na wanadamu, na wepesi zaidi kutoa huduma yenu, ili wote wapate kuzaliwa mara ya pili kama wana wa Mungu, kupitia mizizi na kujengwa katika imani, mjidhihirishe kama watu wasio na doa wala lawama mbele za Mungu na wanadamu, kama vile iwapasavyo wahudumu wa Kristo na wagawaji wa mafungo ya Mungu. Wala msikubali kugeukia mbali na kutumaini la Injili, ambayo ninyi lazima muwe si wasikilizaji wake tu, bali pia wahudumu. Litunzeni fumbo la imani katika dhamiri iliyo safi, na lile neno mnalolihubiri kwa kinywa lidhihirisheni kwa matendo yenu, ili Wakristo wote wakihuishwa na Roho Mtakatifu
ifanywe kuwa dhabihu iliyo safi na ya kumpendeza Mungu. Siku ya mwisho mtakapokwenda kumlaki Bwana, mpate kumsikia akisema, vema mtumishi mwema na mwaminifu, ingia katika furaha